بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، tuliahidi tangu kwa mwanzo katika siku zilizopita kwamba ikifika katika mwezi wa Safar tutafanya darasa maalumu inayohusiana na at-tasawuf, kadhalika kuhusu as-sufiyya. Tasawuf ni nini na masufi ni kina nani? Lakini kutokana na hali na dhurufu, safari imeingia mpaka imekwisha, na sasa tuko mwanzoni mwa Rabiul Awwal. Hatukuwa tumetekeleza lile ambalo tulikuwa tumeliahidi au tuliratibu kwamba litakuweko kwa sababu ya dhurufu ya durusi nyingine. Hivyo tumeonelea kwamba leo tuianze darasa hii, na ni darasa muhimu sana kwa sababu darasa hii itahusiana na mazingira yetu. Nataka tufahamu tu kwamba huu Uislamu huu ulioenea kwa miaka mingi katika mwambao huu wa Afrika Mashariki pamoja na visiwa vyake na huko bara kadhalika, kwa kiasi kikubwa ni Uislamu uliojengeka katika misingi ya usufi, kwa sababu masufi ndio walioueneza Uislamu huu, pamoja na kwamba walikuweko wengine wasiokuwa masufi kama vile maibadhi pia ni katika wale ambao wamekuja na Uislamu, bali Waislamu wa mwanzo waliofika katika nchi hizi na katika miji hii walikuwa ni maibadhi, kama tutakavyoeleza. Lakini masufi walienea kwa kasi zaidi kuliko maibadhi. Kuna sababu mpaka ikawa watu wa kawaida, awamul muslimin, wale watu wa kawaida katika Waislamu, kwa asilimia kubwa wako katika madhhabi ya usufi au katika tarika za kisufi. Uislamu wao ni Uislamu uliojengwa katika misingi ya kisufi, pamoja na kwamba maibadhi walishika daula, ikawa wameitawala ardhi hii ya Afrika Mashariki, yani mwambao sahili ya Sharq Afrika,
kutokea Mogadishu mpaka kusini huko walitawala na katika visiwa vya Unguja na Pemba, bali mpaka bara mpaka kufika Kongo na sehemu nyinginezo walitawala, na wakawa wana mamlaka, na wao watawala wao wakawa ndio wanawaweka makadhi na viongozi wa dini katika miji. Pamoja na hivyo, masufi walikuwa na nguvu zaidi. Tutakuja kuona sababu gani zimepelekea hilo. Leo katika miji yetu hii, kila Muislamu unayemuona asili yake, yani ukitoa maibadhi wachache, hasa watu wenye asili ya Kiomani na wale wanajinasibisha na Uislamu katika mashia kama Ismailia, Agha Khan, Ismailia Bahra, Mabuhora na Shia Ithna Asharia, ambao ni wachache tena ni katika aljaliyat alhindiya, wengi ni Wahindi tena wa maeneo fulani, Wahindi waliotoka katika miji fulani huko bara Hindi. Ukitoa hao wachache ambao wanajinasibisha na Uislamu, mashia hao wachache, na ukiwatoa maibadhi ambao wana asili ya Kiomani, Waarabu wenye asili ya Kiomani, na pia si wote, muadhamu ya Uislamu kwa zaidi ya 95%. Hii si kwamba nilifanya utafiti tu wa kuangalia mmoja mmoja, bali kwa mtazamo tu wa dhahir, inaweza kufika hata 95% au zaidi ya 90%, tunaweza kusema hivyo. Utaona kwamba ni Waislamu walio katika mrengo wa kisufi, na wengi wao hufuata madhhabi ya Shafi'ia. Ikawa mtu madhhabi yake katika mambo ya ibada na muamalat anamfuata al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, lakini namna ya utekelezaji wa ibada basi anakuwa yuko katika moja ya tarika za kisufi, imma tarika ya Qadiriya au tarika ya Shadhiliya au tarika ya Alawiya. Hizi ni tarika turuq za kisufi mashuhuri zilizotangaa katika miji hii. Kwa atakuwa moja katika tarika hizi, na itikadi yuko katika itikadi ya Kiashaira, kiasi ambacho ikisema mtu akisema kwamba huyu ni mshafii, basi maana yake ni sufi, na hali ya kuwa tutaona kwamba ni vitu viwili tofauti. Ushafii ni kitu mbali na usufi ni kitu mbali. Sasa kutokana na mazingira haya yaliyotuzunguka kwa yako hivyo, na si jambo la jana na juzi, ni jambo lina muda mrefu. Mababa zetu, mababu zetu, na wao waliotangulia na mababu zao wote, maadamu walikuwa katika Uislamu katika miji hii, kwa asilimia kubwa walikuwa katika tarika hizo, kwa maana kwamba Waislamu, asili ya Waislamu wa Afrika Mashariki ni masufi. Hiyo ndio kauli naweza kusema, mpaka pale mambo yalipotokea sasa mabadiliko, watu wakabadilika, na mabadiliko yalianza kidogo kidogo tena kwa maulama, mpaka ikafika hali hii tuliyokuwa nayo sasa. Kwa kiasi kikubwa sisi da'wa yetu tunailingania هذه الدعوة المباركة دعوة سلفية inakinzana na jamii tuliyokuwa nayo. Kuna mambo mengi ambayo mashekhe na walimu waliokuwepo katika miji yetu pamoja na watu wale wa kawaida, awamul muslimin,
mambo wanayoyafanya mengi katika wanayoyafanya tunaona ni mambo ya makosa yako kinyume na usawa, kiasi ambacho tunaingiana katika ukinzani katika mambo. Wao sema hili yafaa, tutasema hili halifai, hii sunna, hii bid'a, basi tunakinzana katika mambo kama haya, kiasi ambacho watu wanaona kwamba hawa wamekuja na mambo mapya. Kwa nini wamekuja na fikra hizi mpya? Kwa hiyo zimekuja fikra mpya katika jamii, watu wakazidhania kwamba ni mpya kweli, zimetungwa juzi na jana, kwa sababu yale walioyazoea kutoka kwa wazee na kutoka kwa mashekhe waliowakuta ni kinyume na haya anayosemwa hivi sasa. Sasa katika kuwajenga watu ili wale wawe walinganizi wazuri katika jamii yao, ni lazima wajue historia ya watu wao, lazima wajue historia ya mahali walipo, kwa sababu unapokuwa wewe una lengo fulani unataka kulifikisha lengo lile, una kitu unataka kukifikisha kwa watu, una madhumuni fulani, uwatoe watu kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Ukishakuwa na malengo, basi lazima uwe na mkakati wa kuweza kuyafikia malengo haya, lakini hayo hayataweza kufanikiwa kama hutajua uende vipi na watu wale ambao wamekuzunguka wakoje, tatizo lao nini, maradhi yaliyowasibu ni yapi, chanzo chake ni nini, dawa yake ni ipi. Bila shaka ukifahamu hayo na ukafuata utaratibu, inabaki tu hidayah katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayemuongoza anayemtaka, yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza anayemtaka, lakini inakuwa tayari dawa uliyoifanya imejengwa katika misingi madhubuti. Kama haikumnufaisha wa sasa, kama baba haikumfaa, itakuja kumfaa mtoto, kama mtoto haikumfaa, itakuja kumfaa mjukuu, kwa sababu ni kitu kimejengwa kwenye misingi. Kwa hiyo katika mambo muhimu sana ni mtu kuwa na khalfia, kawa ana maarifa ya pale anapolingania mujtama uliomzunguka. Na hasa utakuta wakati wa sasa kuna tahaddiat nyingi. Kisema tahaddiat na kusudia challenges, yani changamoto ambazo mtu zinamuelekea katika ulinganizi wake. Fikra zimekuwa nyingi, maoni yamekuwa ni mengi, rai ni nyingi, mitazamo ni mingi, shubahati zimekuwa ni nyingi. Wa hiya khattafatun, na shubha zinachota, zinamvuruga mtu mara moja akatoka katika usawa. Lakini kutambua, kuwa na elimu ya kuwajua watu na madhaifu yao na vyanzo vyao na dawa yao, ni jambo moja litakusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Na mushkili ambao upo katika jamii yetu, hata hao masufi tunaowazungumzia, ambao tutaeleza ni kina nani masufi, wao wenyewe wengi wao hawajitambui wao ni kina nani, asili yao ni ipi na misingi yao ni ipi. Kwa asilimia kubwa wao hawajitambui, na hakuna kitu kibaya kama mtu kutojitambua, mtu ikawa hajijui. Na pengine mtu anaweza akaona kwamba yeye ajitambua, lakini kumbe vile alivyotambulishwa ni makosa. Na hii inatokea, mtu anaweza akaambiwa tangu mdogo, aambiwa huyu ndio baba yako, yeye akajenga dhana kwamba huyu babangu, namjua babangu mimi, lakini kumbe alifahamishwa kimakosa. Pengine baba yake kishakufa, au hana baba wa halali, au huyu ni ammi yake tu, baba yake ni mwingine. Inawezekana baadaye huko mbele ndio kumbe yule alikuwa si babangu. Nazungumza maneno haya
kuthibitisha ya kwamba mtu anaweza akatambulishwa jambo kimakosa na akadhani ya kwamba vile anavyotambua yeye ndio sawa. Kwa hiyo hata hawa masufi tunaozungumzia kwa asilimia kubwa, si wote, wengi wao hawajitambui wao ni kina nani, asili yao imetokea wapi. Sasa awamu almuslimin, wale watu wa kawaida ambao si matulabu ilmi wala si mashekhi, mara nyingi maneno kama haya huwa hayawafai. Yawafaa zaidi wale matulabu ilmi pamoja na mashekhi zao, kwa sababu wao ni kama kivuli cha mti, hakiwezi kunyooka kivuli wakati mti umepinda. Nyosha mti, kivuli kinyoke. Sababu wao hujui mambo usufi, wao wanaona Uislamu wa kawaida basi ndio huu. Sasa mtu leo ana miaka 60, 70 na miaka 80, tangu amekulia, yeye alipozaliwa alifikisha siku 40 akapigwa maulidi. Akikuwa una maulid mpaka amefika miaka 80. Huko nyuma amewaona mashekhi na walimu na watu mbalimbali wakifanya kwa mambo haya ni dini. Alafu akikutazama wewe ni kijana mdogo umekuja wapingana na mashekhi wakubwa ambao yeye anawakubali. Sio yeye tu kwamba labda wambisha yeye hajui, kuna watu wajua na anaamini kwamba wajua, hata kama hana upeo, lakini yeye katika imani yake aona wale wajua. Si rahisi kwa mtu kama huyu kukubalia, inataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa ndio watu wengi, lakini risala hii ikielekezwa kwa watu wanaosoma wakajitambua, inaweza kuleta athari nzuri. Kwa hiyo sisi kwa kulizingatia hilo, biidhnillah alkarim, tutalizungumzia jambo hili linalofungamana na usufi na historia yao, hasa katika hii miji yetu, kwenye nukta ambazo nitazitaja hapa. Pengine leo nikataja nukta tu, nukta ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka wenzetu katika miji yao wana utamaduni au utaratibu wa kuandika, hasa kuandika kuhusu masufi na madhahibi nyinginezo. Pia wana utaratibu wa kusema. Nimekuja na risala hii ni inaitwa As-Sufiyya fi Hadramaut. As-Sufiyya fi Hadramaut, nash'atuha, usuluha, atharuha, yani kuanza kwake, kuchimbuka kwake kule, misingi yake na athari zake. Imeandikwa na Amin bin Ahmad As-Saadi. Mwandishi huyu yeye ameuzungumza usufi wa Hadramaut tu, usufi ambao hata sisi unatuhusu na ulituathiri tena kwa kiasi kikubwa sana kuliko usufi mwingine, na kwa kiasi kikubwa pia katika maudhui itakayozungumzia katika baadhi ya maeneo tutanukuu kutoka au nimenukuu kutoka kwenye kitabu hiki, na yeye kwa kiasi kikubwa pia amenukuu kutoka kwenye vitabu vyao masufi vinavyotegemewa, vinavyozungumzia historia na mambo mbalimbali. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Ash-Shamil. Hiki kitabu kinaitwa Ash-Shamil fi tarikh Hadramaut wa makhalifiha. Hiki kitabu ni kitabu cha msufi ameandika, anauzungumzia historia ya Hadramaut.
aliandika kitabu hiki anaitwa Sayyid Sharif Alawi ibn Tahir ibn Abdullah ibn Taha al-Haddad. Sharif Alawi ibn Tahir ibn Abdullah ibn Taha al-Haddad ndiye mwenye kitabu hiki الشامل في تاريخ حضرموت ومخالفها, na vitabu vingine ambavyo sikuja navyo hapa. Lakini pia kuna risala ndogo inaitwa Riyadh baina madhihi wa hadhirihi. Hii risala hii imeandikwa hapa hapa Afrika Mashariki huko Lamu, na mwandishi wake bado yuko hai. Chapa ya kwanza imetoka mwaka 1989. Mwandishi wake ni Salih Muhammad Ali Badawi. Salih Muhammad Ali Badawi maarufu kwa jina la Aba Hasan, ni shekhe mmoja maarufu Lamu huko, na sasa yuko Mombasa kama sijakosea. Yeye anazungumzia historia ya kwao, nyumbani kwao kwenye kituo cha Riyadh pale Lamu. Kwa wale waliofika, pana msikiti wa Riyadh pale ambao uliasisiwa na babu wa baba yake huyu, au babu wa babu yake huyu. Naam, ni babu wa babu yake huyo. Ni Salih ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad Badawi ibn Habib Saleh Jamal al-Layth. Sasa huyo Habib Saleh Jamal al-Layth ndiye alianzisha huo msikiti wa Riyadh, naye akamzaa Said Ahmad al-Badawi. Said Ahmad Badawi akamzaa Said Ali al-Badawi, mtoto wake huyo Said Ali maarufu. Said Ali akamzaa Muhammad Ba Hasan. Muhammad Ba Hasan akamzaa huyu Saleh mwenye kitabu hiki. Sasa pia kuna mambo mengi yanayohusu baadhi ya maulama, hasa walamu, tumenukuu kutoka kwenye kitabu hiki. Na wengineo habari zao tumezinukuu kutoka kwa Sheikh Abdullah Saleh Farisi. Ana kitabu chake cha Kiswahili chaitwa Historia ya wanawazuoni wa Kishafi wa Mashariki Afrika. Kitabu hiki ni katika vitabu ambavyo havina mfano katika kuelezea historia ya wanawazuoni wa Afrika Mashariki, yani katika ukanda huu, kwa sababu katika udhaifu ambao upo kwenye hii miji yetu ni kwamba historia haikuandikwa kwa kiasi kinachohitajika. Sasa Sheikh Abdullah Saleh amefanya kazi kubwa sana, pamoja na kwamba watu walihitajia zaidi ya hivyo. Na maalasaf kitabu kiliandikwa zamani kikaisha, alafu kikafanywa tarjama kwa lugha ya Kiingereza, kikaisha huko, kikatoka chapa nyingine ya Kiingereza kikaisha, kwa sababu wale wazungu wajua faida ya mambo ya historia. Kwa hiyo watu wengi humu wanamiliki fotokopi ya ile na kile kitabu cha Kiswahili. Kina maalumati mazuri, lakini tulikuwa tunatarajia zaidi na zaidi na zaidi, lakini Sheikh ametaja kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa ujumla ni kwamba katika kuelezea wanawachuoni wa Afrika Mashariki, Sheikh Saleh hana mpinzani katika hilo, Sheikh Abdullah Saleh. Na kitabu kingine ambacho pia nimekiegemea hasa katika kuelezea wanawachuoni wa Mashariki ya Afrika, na hasa maulama wa sehemu za Pate Island, kwa sehemu za Siu, Faza na hapo Pate kwenyewe mpaka Kizingitini. Ni kitabu kilichoandikwa na Sheikh Harith Saleh Al-Maawi, yubadiko hai. Ustadh Harith maarufu yuko Mombasa, mtu mzima sana,
na ajue historia yeye, kwa sababu Sheikh Abdullah Saleh katika kuelezea historia yeye hakuwataja sana maulama wapate, hakuwataja sana, ataja kidogo tu, na kule kulikuwa na wanawachuoni wengi zaidi. Na kama tutakavyoona katika historia, Uislamu ulifika pate kwanza kabla hujafika mahali popote katika mashariki ya Afrika, Pate Island. Na vitabu vinginevyo ambavyo wanawachuoni katika mada ya usufi, kuna vitabu vingi. Kuna vitabu vya kisufi vyenyewe kama kitabu Ihya Ulumuddin cha Al-Ghazali na vitabu vinginevyo katika mada ya usufi tumeangalia katika sehemu hizo. Kwa hiyo katika tutakayozungumza, tutazungumzia tarikh mujaz lidukhul al-islam fi sahil sharq Afrika, historia fupi ya kuingia Uislamu katika pwani au mwambao wa Afrika Mashariki na katika visiwa vyake vinavyonasibiana na pwani hiyo. Na tutatoa maelezo kuhusiana Afrika Mashariki. Kadhalika kutakuwa na nukta ya kuelezea kufika kwa misafara ya Waarabu kutoka bara Arabu kuingia katika mashariki ya Afrika. Pia tutaelezea mafungamano mazito yaliyokuwepo kati ya wakazi watu wa mashariki ya Afrika na Waarabu kwa ujumla, kisha mafungamano ya wakazi au wenyeji wa Bantu wa Afrika ya Mashariki na mafungamano yao na mahadharima, watu kutoka Hadramaut bil khusus. Kuna masala ya Waarabu kwa ujumla, alafu kisha manake Waarabu kutoka Yaman, Waarabu kutoka Hijaz, Waarabu kutoka Oman, wote hao ni Waarabu. Lakini sasa kadhalika mafungamano yao na Waarabu wa Hadramaut tutaeleza hilo, lakini tumesema ni mujaz inakuwa. Kadhalika katika nukta hii tutaeleza mambo mawili: mafungamano ya kinasaba na ukwe yaliyokuwepo tangu hapo kale ya watu kutoka Hadramaut na kutoka katika miji ya Waarabu kama Yaman na Omani. Kadhalika mafungamano, jambo la pili ni mafungamano ya kielimu na kithakafa na dini, tamaduni zile, kwa sababu kulikuwa na mwingiliano mkubwa sana mpaka hii hali tunayoiona. Hii ni athari ya mlipuko wa mikutano miwili. Ni vitu viwili vimekutana mpaka lipuka kitu kikatoa kitu cha tatu. Wabantu pamoja na Waarabu pamoja na Aljalia Alhindia, Wahindi kidogo, kwa sababu athari yao si kubwa sana, hasa katika upande wa dini. Kuna baadhi ya vitu vina athari kama kwenye kula na vinginevyo, lakini katika upande wa kidini na kusudia athari baina ya Waarabu na Wabantu kuingiliana, kuna vitu vilizalikana. Ndio tukaona hiki kitu kinachoitwa Uswahili. Uswahili huu ni athari ya vitu viwili vilivyokutana. Kwa hiyo hili pia tulizungumza kwa faida tu, lakini tuko mbali hapo na usufi. Lakini tukisoma hii alaka ya kielimu na thakafa, pia tutajua kwamba wanawachuoni waliotuletea Uislamu katika mashariki ya Afrika walisoma wapi na kina nani waliwaathiri. Na kwa sababu hiyo pia tutataja baadhi ya wanawachuoni mashuhuri wa Afrika Mashariki. Kwenye nukta hii tutaelezea wanawachuoni wa Lamu, tutaelezea wanawachuoni wa Mombasa, tutaelezea wanawachuoni wa Zanzibar, tutaelezea wanawachuoni wa Tanga. Maal asaf sikupata maelezo ya kina kabisa kuhusiana na maulama wa Kilwa. Maelezo machache tu aliyotaja Ibn Battuta kwenye kitabu chake hayatoshelezi, na wengi katika walioandika hao niliowataja
hawakueleza kwa kina kuhusiana na maulama waliokuwepo Kilwa. Sisemi kwamba hakuna, kwa kile ambacho nimekiona mimi, pengine inaweza kupatikana. Na haya nitakayotaja, hawa wanawachuoni nitakayowataja ni kuanzia karne ya 13 Hijiria na ya 14 na hii ya 15, lakini sana itakuwa ya 13 na ya 14, yani mwaka 1200 na kitu, 1300 na kitu. Hii 1400 hii sitaizungumzia sana, au kama nitazungumza kidogo tu, kwa sababu wapo pia